Mfumo huu wa IDRAS ni mfumo ambao unasimamia kodi za ndani kwa ujumla wake, na watumiaji wake ni wadau wa ndani ambao ni watumishi, lakini pia wadau wa nje ambao kuna washauri wa kodi, kuna wafanyabiashara, kuna wakaguzi wa mahesabu pamoja na walaji wengine ambao wanaweza kuwa wanahitaji huduma za mamlaka zozote zile. Mfumo huu una manufaa makubwa. Kwanza, kwa mamlaka ya mapato na nchi kwa ujumla, mfumo huu tunakwenda kuunganisha na mifumo mingine ipatayo 300 kutoka taasisi 300. Sasa hii itatupatia taarifa pana sana ambayo kimsingi inaweza ikatusaidia kupanua wigo wa kodi, maana kupitia huduma ambazo wananchi watakuwa wanazipata kutoka kwa wafanyabiashara ambao wamesajiliwa, tutaweza kupata taarifa zao. Kwa hiyo kupitia taarifa hizo tunaweza tukawaunganisha kuwasajili wafanyabiashara wengine ambao kwa sasa pengine hawako katika wigo wetu wa kodi. Lakini vile vile itaturahisishia kazi. Tumekuwa tukifanya kazi nyingi kwa kutumia mifumo hii midogo, lakini pia kwa upande mwingine kumekuwa na manual work nyingi katika mifumo yetu ya sasa. Lakini kwa sasa tunakwenda kuhakikisha kwamba shughuli zetu nyingi ikiwemo kuwasiliana na wafanyabiashara zitafanyika kwenye mfumo. Kwa kuhitaji kumsumbua mfanyabiashara kutoka aliko kuja ofisini mamlaka ya mapato kwa ajili ya jambo ambalo lingeweza kuwasilishwa kupitia kwenye mifumo, kwa hiyo yote yanakwenda kuondoka. Watu walizoea kusajili, kuomba usajili kwa mfano wa TIN, lakini wakati mwingine walikuwa wakija ofisini, lakini hii tunaweza kuwapatia huduma kwa urahisi kiasi hicho. Tax clearances ambazo zilikuwa zinatoka kwa wao kuja ofisini, wafanyabiashara watakuwa tena na usumbufu wa kuja ofisini, maadamu taarifa zake kwenye mfumo zinaonekana vizuri na tunajiridhisha kwamba ziko sawa sawa, then anaweza akapata tax clearance mwenyewe kutoka kwenye mfumo. Kwa hiyo inampunguzia mfanyabiashara muda, atumie muda wake mwingi kufanya biashara kuliko kuja kufuatilia huduma kutoka mamlaka ya mapato. Kwa hiyo niwaombe wananchi wote kwa ujumla na hasa jumuiya ya wafanyabiashara waweze kupokea mfumo huu na waujifunze, wauelewe ili waweze kuutumia ili ulete tija ambazo zinakusudiwa na pande zote mbili. Viwango vya malipo, viwango ni utaratibu wa kisheria. Kwa kama kodi ilikuwa inatozwa kwa 30% itaendelea kuwa 30%. Tunachokizungumza hapa ni kwamba mfumo huu utatupatia taarifa pana. Kwa hiyo tutatoza katika usahihi zaidi kuliko tulivyokuwa tukitoza hapo awali. Lakini kwa maana ya viwango vitakuwa ni vile vile. Mimi naamini kwamba huu mfumo unakwenda kuleta matumaini kwa wafanyabiashara, wauamini na wautumie kwa sababu unakwenda kuwapunguzia adha. TRA, pamoja tunajenga taifa letu.